Jina langu naitwa Rahika Hamadi Sleman. Naitwa Rahika Hamadi Sleman. Kwa kweli swala la hija ni moja katika nguzo zilizowekwa na Mwenyezi Mungu, na ukiambua nguzo maana yake ni kwamba hakisimami kitu kama hapana ile nguzo, na nguzo inatakiwa iwe imara. Kwa hivyo swala la hija jamani, si zito ukishatia nia. Wewe ukiwa na nia ya kufanya jambo lolote lile, basi linakuwa rahisi kwako kulifanya kwa sababu umeshatia nia. Kama tunaweza kufanya mambo makubwa ambayo hata mtu siku nyingine unaweza kukuta kajenga nyumba kubwa, lakini uwezo wa kwenda hija, naona hija jambo jepesi. Si jambo jepesi kwa kweli, ni jambo zito, na unatakiwa ulitilie moyo na uweke ahadi. Hasa unasema mimi sijaitwa. Si kweli kwamba hujaitwa, ni kwamba wewe mwenyewe hujaamua kulifanya jambo lile, kwa sababu binadamu tunafanya mambo mengi sana. Mashughuli yanofanywa hapa Unguja, uwezo kusema kama huyu mtu hana uwezo kwa kweli. Kama utaweza kujitoa kabisa ukasema Mwenyezi Mungu, naomba mimi mwaka huu naliamua hili, unatia nia kweli ndani ya moyo wako kwa ikhlasi kabisa, basi utaweza. Sisi tumeweza kwenda ni hivyo, pesa yenyewe sio kama mfano tuna miradi tuna nini, ni kujinyima na ukakusudia lile lako. Na ukweli utakapotoa pesa yako kwa ajili ya swala la hija, Mwenyezi Mungu kadiri anakurudishia kila kitu na faida juu. Utapata faida ya kwenda hija, lakini pia ile pesa yako haipotei wala hufilisiki kwa kwenda hija. Mimi nafikiri kila mtu ajipange na amwamini Mwenyezi Mungu na utalipwa. Na sisi tuombeni dua, sisi tutakuombeni dua saa. Utasikia niite, sisi tutawaita, lakini na nyie mkubali kuitika. Msamehe dunia, muitafute akhera. Kwa kweli ni jambo zuri kujipanga na kwenda kutekeleza nguzo ya 5 katika imani au katika Uislamu. Ni kujipanga tu, kwa sababu tukisema kwamba hatuna pesa, tutakuwa siku zote sisi pesa hatuna. Lakini pesa ukijisema kwamba mimi ninatayarisha hela hii kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada, ukiweka nia sahihi, basi Allah anakujalia tu akakuongoza katika ile njia ambayo ni ihdina siratal mustaqima. Kwa hivyo ni jambo zuri kwamba akina mama tujitoe kilillahi, tuachane na yale mambo ya kidunia, tutangulize zaidi kwa Allah kwa kupata fadhila zake. Kwa hivyo na washauri akina mama wenzangu, tupunguze yale mambo ya kwenda maholini, kutafuta vitu vya anasa, tukaweka ndani, na tujitahidi kwamba kama ni wafanya kazi tusiseme mpaka tunastaafu. Tukistaafu kuna mambo mengi yanatuhitaji ya kujipanga katika mwendelezo wa maisha ya kila siku, lakini tujitoe pale bado tuna nguvu zetu. Yaani kwa kweli unajisikia faraja kubwa pale unapokwenda hija, bado una nguvu zako, ukafanya ibada yote kwa wewe mwenyewe bila ya kusaidiwa, ukatembea kwa miguu yako bila kutumia kigari, unapata kupambana pale katika toa, kwa sababu pale katika hija pale pana kazi kubwa. Lakini ikiwa umejipanga mapema, basi Allah anakupa nguvu na uweza kuifanya ibada ile kwa faraja. Kwa hivyo ushauri wangu tu kwa akina mama, tupunguze yale mambo ya kutegemea mambo ya dunia tu, zaidi tutangulize zaidi kwa Allah ili kwa kuweza kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu. Jina langu naitwa Mariam Hamadi Ali, mwalimu mstaafu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina langu ni Alhaj Dr. Shaban Hassan Haji. Nimeshawahi kuhiji mwaka jana, na mwaka huu nategemea kwenda kumhijia marehemu babangu na wake wawili. Kwa bahati nzuri mke mmoja ameshaenda kuhiji na mwingine yuko njiani kwenda kuhiji. Ibada ya hija ni nguzo ya Uislamu ambayo inamtaka kila Muislamu mwenye akili timamu aliyeshakuwa balehe kwenda kuhiji. Kuhiji ni nguzo ambayo inamtaka mtu mwenye uwezo, na kwa kweli kuambatana na mwenza wako au kuambatana na mtu ambaye mnaweza mkasaidiana ni vizuri zaidi, kwa sababu hija ni matendo zaidi na sio kinginevyo, na hija unatakiwa uwe na nguvu zaidi. Kwa hivyo ikiwa mmeambatana na mwenza wako, hija inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu mnapata kusaidiana na pia mnaondokana na kuwa na mawazo ambayo hayakupelekeni katika kuizama ile hija yenyewe ilivyo. Mwenza kwenye hija ni kitu muhimu sana, na hija ni nia tu. Kisha kuweka nia ya kwamba ukahiji na mwenza wako au ukahiji wewe na mtu ambaye mtasaidiana, ni vizuri zaidi, na Mwenyezi Mungu kwa kweli anakupa baraka na busara ya kuweza kwenda kuhiji kwa wepesi kabisa.
unapokuwa mnasaidiana kwenye hija, basi hija inakuwa ni nyepesi na haina uzito kama ambavyo watu wanafikiria. Na hija siku hizi tofauti na ya zamani. Sasa hivi vitu vingi vimerahisishwa. Kweli tunajua jua linakuwa ni kali, lakini ukifika kule Maka au Madina, lile jua hata hulioni ukiwa umeingia hasa kwenye ile hija unavyoifanya. Kwa hivyo kuwa na mwenzako ambaye mnasaidiana kwenye hija ni jambo la busara, ni jambo jema, na mnaweza mkarahisisha zaidi kwenda kufanya hija. Katika jamii ni vyema kusaidishana kwenda kuhiji, na vijana zaidi lazima tuende tukahiji, na tukitia nia ya kuhiji basi tunaweza kuhiji, na Mwenyezi Mungu anatupa baraka zaidi na uwezo wa kwenda kuhiji.